Kama ambavyo mmesikia kutoka kwenye taasisi zilizo chini ya Wizara ya Nishati, namna ambavyo tumejipanga kama serikali katika kuhakikisha upatikanaji wa mafuta na usalama wake upo vizuri, na kila mmoja wetu amesikia mafuta tuliyokuwa tumeagiza na yale ambayo tuna mikataba nayo ni mafuta ambayo yanatutosheleza kwa kipindi kirefu. Hivyo hatutarajii yale tunayoyaona yakitokea maeneo mengine yakatokea hapa nchini kwetu. Tutahakikisha kwamba wakati wote mafuta yanapatikana. Ikumbukwe kwamba kabla ya vita hii kuanza, bei ya barrel moja ilikuwa ina range $60, $61 hadi $65. Hivi tunavyozungumza leo asubuhi, bei ya barrel moja ya mafuta inakwenda karibia $112 hadi $120. Kwa hiyo upatikanaji wa bidhaa hii ya mafuta umekuwa ni mgumu kidunia, sio sisi tu Tanzania. Lakini kwa jitihada kubwa na maelekezo ya Mheshimiwa Rais wetu, tumeweza kuhakikisha kwamba tunapata mafuta wakati wote. Sasa nielekeze EWURA kuhakikisha mafuta yote yaliyokuwa hapa nchini, hakuna depo lolote ambalo linaficha mafuta haya kwa kusubiri bei zizidi kupanda duniani. Hakikisheni wakati wote mafuta yanapatikana, kuanzia Dar es Salaam mpaka Kierwa. Mafuta yawe yanapatikana wakati wote. Sitarajii kuona watu wakisema hawana mafuta wakati madepo yana mafuta. Tufanye kazi kwa jirani zaidi na wenzetu wa TRA kuhakikisha yale mafuta ambayo yameshapata clearance yanatoka kwa haraka kwenye madepo ili yaweze kuwafikia wananchi. Sababu na yenyewe kuna changamoto, saa zingine utoaji wa mafuta kwenye madepo unakuwa na yenyewe wa taratibu. Kwa tuhakikishe mafuta yanapatikana. PBPA, tuhakikishe kwamba mafuta yote ambayo mmeingia mikataba yanafika hapa nchini. Na tusisubiri kwamba yako njiani, tuhakikishe na tukague kwamba ni meli ipi, ipo wapi, inafika lini. Sasa katika hili iundwe timu ya PBPA, EWURA, TPDC na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kuhakikisha tuna track meli hizi kwamba mzigo wote uliodhamiriwa kuja Tanzania unafika Tanzania kwa wakati. Ni jambo moja kusema meli ziko njiani, lakini ni jambo jingine meli kushusha mafuta haya na kufika. Tuhakikishe mafuta haya yanafika Tanzania.